Hujambo na karibu katika matukizi ya habari za kaunti mbalimbali na taifa la Kenya kwa ujumla za Borana Global Media, lakini kwanza tupokee muktasari wake. Mgomo wa maafisa wa kliniki umeathiri wagonjwa kaunti ya Marsabit. Usajili wa polisi wasitishwa na mahakama. Wizara ya usalama yaimarisha vita dhidi ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Washukiwa 5 wa ulaghai wa bima ya SHA washtakiwa. Na msikilizaji, tupate habari hizo na zingine kwa ukamilifu. Jina langu ni Hadija Liban. Na tukianza na taarifa zetu ni kwamba maafisa wa kliniki kaunti ya Marsabit wameendelea na mgomo wao ulioingia wiki ya 4 sasa. Mgomo huo umeendelea huku mvutano ukiendelea kuhusu mkataba uliosainiwa na serikali ya kaunti ya Marsabit na muungano wa maafisa hao wa kliniki mwezi Aprili mwaka huu. Urge the county government of Marsabit to implement our career guideline which was adopted in 2024 May. Lastly, my plea goes to our governor to intervene so that we can go back to our work and to serve our community. Today we are doing 28th day of our strike as the Kenya Union of Clinical Officers. Hayo yakijiri ni kwamba mahakama ya ajira na mahusiano ya kazi imebatilisha zoezi la uajiri wa maafisa wa polisi lililotangazwa na tume ya huduma ya polisi, ikisema kuwa tume hiyo haina mamlaka ya kikatiba kufanya uajiri huo. Jaji wa mahakama ya leba Helen Wasirwa amesema katika uamuzi wake ni kwamba jukumu la kuajiri, kutoa mafunzo, kupanga majukumu, kusimamisha kazi na kuwafuta kazi maafisa wa polisi ni la huduma ya polisi ya kitaifa pekee. Uamuzi huo umefutilia mbali uamuzi wa tangazo la ajira iliyotolewa na mwenyekiti wa tume hiyo Peter Lelei. Uamuzi huo unamaanisha sasa zoezi hilo la uajiri wa polisi umesimamishwa. Kwingineko ni kwamba serikali inasema imeweka mikakati kabambe ya kupambana na ulanguzi wa mihadarati nchini kwa kuimarisha usalama mipakani. Katibu wa usalama Daktari Raymond Omolo akizungumza baada ya mkutano na wakuu wa usalama Mombasa. I think the point is anything that is outside the law on the Kenyan side, we definitely will do what the law allows us to do, and also just to take the opportunity to appeal to anyone not to take the law into their hands and just do what is expected our officers are competent enough to deal with any situations. If there would be any inconveniences in terms of movement of cargo and people, I believe that the officers at our points of entry and exit must be able to advise those who are moving in a manner that then we don't endanger anyone's life or the businesses that people undertake. Haya yakijiri ni kwamba washukiwa 5 akiwemo aliyekuwa afisa mkuu mtendaji wa mamlaka ya SHA Robert Ingasira wamefikishwa mahakamani kwa madai ya kutapeli mlipa ushuru zaidi ya shilingi milioni 17.6. 5 hao wamekana mashtaka 10 yakiwemo njama ya kutapeli, kugushi taarifa za afya na kutumia nyaraka za uongo. Udanganyifu huo ulifanyika kati ya Oktoba mwaka jana na Mei mwaka huu katika kaunti ya Homa Bay. So the fourth accused person to appear before the court for purposes of plea taking on 11th of November this year, when the prosecution will also confirm supply of documents and witness statements to the defense. Each of the first, second, third, fourth, and fifth accused persons who are natural persons is granted bond of Kenya shillings 800,000 with one surety, each in similar sum, with alternative cash bail of Kenya shillings 500,000 with one contact person each. Nikitamatisha ni kwamba baraza kuu la chama cha Jubilee limemteua waziri wa zamani Fred Matiang'i kuwa mgombea wa urais katika uchaguzi wa mwaka 2027 kwa tiketi ya chama hicho. Akitangaza uamuzi huo baada ya mkutano wa viongozi wakuu wa chama hicho mjini Nairobi, katibu mkuu wa chama hicho Jeremiah Kioni ametangaza kuwa Matiang'i pia ameteuliwa kuwa naibu kinara wa Jubilee. We have also resolved that Dr. Matiang'i represents us at the United Opposition and on top of that we also received formally his application to be the presidential candidate or Jubilee presidential candidate and the NEC
approved, resolved that he now carries the flag of Jubilee Party as our presidential candidate. Na msikilizaji, ndio mwisho wa mkusanyiko wa habari zetu za Borana Global Media awamu ya sasa. Tutazidi kukujuza yaliomo na yanayojiri kila wakati. Nimekuwa msomaji wako Hadija Liban.